kabla ya yote, yani kabla hatujafanya jambo lolote, lazima tufanye jambo hili. Tusipofanya jambo hili hatutafika mahala mwafaka wa kitaifa. Kabla ya kuingia kwenye mchakato wote wa katiba, lazima tuende kwenye mwafaka wa kitaifa. Na tumesikia wagombea wengine, tumemsikia Rais Samia na wengine wakizungumza mwafaka wa kitaifa. Sasa sisi tunatoa mwongozo. Na ndio kazi yetu sisi kama asasi za kiraia. Kujaribu kushauri na kutoa mwongozo kuhusiana na mambo ambayo pengine hata viongozi wanatamani kuyafanya lakini wanakwama kutokana na sababu mbalimbali. Kwa sasa taifa limegawanyika kwa sehemu kubwa kutokana na majeraha mengi yaliyotokana pia na awamu zilizopita, lakini pia majeraha yaliyotokana na chaguzi za 2019-20, chaguzi za 2024, lakini pia na huu uchaguzi unaoendelea. Ni wazi usiopingika taifa limegawanyika kwa sehemu kubwa. Sasa huwezi kwenda kwenye uchaguzi kwenye katiba mpya ukiwa na mgawanyiko huu. Kwa lazima turudi kwenye utaratibu wa kuwa na mwafaka wa kitaifa. Siku zote duniani imekuwa ni ngumu kupatikana katiba nzuri endapo mchakato utaendeshwa katikati ya mgawanyiko, katikati ya migogoro ya kitaifa mikubwa. Na ambayo sasa tunapendekeza kwamba migogoro hii inahitaji mwafaka. Hatujafikia hatua ya kushindwa kukaa, inaitwa national consensus. Vitu hivi ni vidogo ambavyo tunaweza tukakaa tukavifanyia kazi. Kwa hiyo zile changamoto za kijamii zitaondolewa endapo tutaunda kamati ya kitaifa ya kutatua changamoto hizi. Na tunapendekeza ili kufanikisha hili tunapendekeza yafuatayo. Sasa tutafanyaje huko? Lazima sisi tunatoa, hatutaki tuache vitu vikiwa na maswali. Si ndio Tunapendekeza kitu full complete. Uongozi kwanza, lazima uongozi ili tufanikishe hili. Lazima uwepo uongozi wenye nia ya dhati ya kufanya hivi. Viongozi wote wa kisiasa, kijamii, kidini wanapaswa kuonyesha dhamira ya kweli ya kuisha mchakato wa katiba mpya kwa maslahi ya taifa badala ya maslahi binafsi. Tunapokwenda kwenye huo mwafaka, yani tuende na hiyo nia na hiyo dhamira ya kuwa taifa moja na vitu kama hivi. Lakini tutafanyaje sasa? Mwafaka wa kitaifa utafanyikaje? Hilo ni swali ambalo najua mtaniuliza, sisi tunapenda kutanguliza kulielezea. Kuundwa kwa kamati ya kitaifa ya mwafaka. Kabla tujaanza mchakato wa katiba, yani hapo bado hatujaanza mchakato wa katiba. Na najua mtaniuliza ni lini hiyo kamati iundwe. Nitakuja kutoa mwelekeo. Kamati hii iwe na chombo cha mpito chenye mamlaka ya kitaifa, chenye jukumu la kushughulikia changamoto muhimu katika jamii. Yani zile ambazo zinatufanya tusiwe pamoja, zile ambazo zimetengeneza mpasuko, lazima kamati ya mwafaka ifanyie kazi. Sasa kazi hizo ambazo kamati itafanya ni hizi zifuatazo. Kwanza, kufanyia kazi mpasuko wa kitaifa uliotokana na changamoto za awamu iliyopita, uchaguzi 24, uchaguzi wa 2024-2025, pamoja na changamoto ambazo zinaendelea za sasa za kitaifa. Hiyo kamati itatakiwa ifanyie kazi. Na sisi mtandao wa watetezi wa haki za binadamu, waandishi, mtakumbuka kwa miezi takriban sasa 4 tumekuwa tukizungumza swala la mwafaka wa kitaifa. Kwa hiyo kamati hii itafanyia kazi changamoto hizi zote na kutoa mwelekeo wa kitaifa kwamba watu washikane mikono kwamba changamoto hizi zimekwisha, alafu ndio twende kwenye katiba mpya. Lakini jambo lingine, kazi ya kamati ni kutibu majeraha yaliyotokana yote, nasema mgawanyiko wa kisiasa, kijamii, lakini pia na kutokana na mchakato wa katiba uliopita. Yale majeraha niliyowaeleza lazima yatibiwe kwanza, ndio twende kwenye mchakato wa sasa tunaotegemea wa katiba. Lakini jambo la tatu, kuainisha hoja kuu zenye mgongano, zile hoja nilizokuwa ambazo nilisema ni sababu za kukwamisha. Kamati hii ya mwafaka wa kitaifa lazima ituletee majibu kuhusiana na muundo wa muungano kabla ya kwenda kwenye katiba. Kamati hii ya mwafaka wa kitaifa lazima ituletee majibu, tunataka tuwe na muundo gani unaosimamia mfumo wa uchaguzi katika taifa letu. Lazima kamati hii tuletee, tunahitaji muundo gani wa kitaifa wa uongozi. Tuwe na mawaziri wa bunge au tuwe na nini, structure, madaraka ya rais, pamoja na mambo mengine ya haki za binadamu, yale ambayo yamekuwa ni contentious issues, zile issue ambazo zimekuwa disputed, ambazo ukienda kwenye mchakato wa katiba bila kufanyia kazi huo yani hauwezi kufika kwenye consensus. Hata ukienda kwenye referendum, kura ya maoni wananchi lazima watapiga base na hiyo migogoro, lazima. Leo ukienda kwenye kura ya maoni
kura zitapigwa kwa kuangalia swala la muungano, swala la muundo wa serikali, kura zitapigwa kuhusiana na masuala yale ya uchaguzi. Kwa sasa lazima tuzitatue hizo tukiwa tunaelewana, alafu tunakwenda kwenye mchakato tukiwa ni wananchi sasa wanakwenda kuamua, lakini ule mgawanyo wa kisiasa wa kijamii unakuwa kwenye jamii haupo. Hilo ni jambo ambalo kamati hiyo itapaswa kulisimamia na kutoa majibu yake. Lakini kamati ya maridhiano sasa, ili iweze kufanikiwa, lazima izingatie muundo wake utakuwaje. Muundo wa kamati hii ya maridhiano, tusirudi kwenye zile kamati za watu wawili watatu kujifungia ndani alafu kusema kwamba ni kamati za maridhiano. Tusirudi kwenye zile kamati ambazo zinachukua upande mmoja wa jamii, hizo wanasiasa tu, alafu wanasema ni kamati za mapana. Haiwezi kuwa kamati ya maridhiano, itakuwa ni kamati ya kisiasa. Tunataka kamati ya maridhiano ambayo inachukua makundi yote ya kijamii, ambapo tutakaloridhiwa pale hakuna mtu ambaye atatoka kulipinga. Kwa mfano, wawakilishi wa vyama vyote vilivyosajiliwa, whether wana wabunge hawana, wote, hiyo ni kundi namba 1, wawakilishi. Kundi namba 2, wawakilishi wa asasi za kiraia kwa makundi yao, hasa wale ambao wanasimamia masuala ya utawala bora, haki za binadamu na masuala ya katiba. Hilo ni kundi namba 2. Lazima liwakilishwe effectively, kwa sababu na wenyewe wana wananchi wao. Wawakilishi wa taasisi za kidini na viongozi wa dini, lazima na wao wawakilishwe effectively, dini zote, ili tukitoka hapo tusiwe na mtu hakuna kutuzunguka kuwa tofauti. Wawakilishi wa vyama vya wafanyakazi, sekta binafsi, makundi, kwa mfano makundi yote ya wafanyakazi, lakini wawakilishi wa makundi maalum, kwa mfano vijana, watu wenye ulemavu, makundi ya pembezoni, wakulima, wafugaji, lazima pia wawepo kwenye kamati hiyo ya kitaifa ya consensus. Lakini wawakilishi wa taasisi, vyama vya kitaaluma, kwa mfano mawakili, vyuo vikuu, waandishi wa habari, wanasheria, walimu na vitu kama hivyo, lazima wawepo kwenye kamati hiyo ya kitaifa. Lakini wawakilishi wa serikali ni wadau pia wakubwa, kwa sababu wao ndio pia wanajua mambo mengine ya kitaifa, changamoto zingine. Lazima pia serikali iwepo kwenye hiyo kamati ya kitaifa. Sasa hilo ndio kundi ambalo sisi tunapendekeza, ambayo duniani kote ukiangalia mambo haya ya kutafuta national consensus, hatuzungumzi kwa kuzungumza kwa sababu tunazungumza. Tumeangalia pia kwa mfano Afrika Kusini walipotengeneza zile kamati za maridhiano, walifanyaje? Kenya, nchi nyingine nyingi tu Ulaya huko, lazima iwe na sura ya kitaifa, kana kwamba watu wakitoka kwenye hayo maridhiano hakuna atakayekuja kusumbua tena. Yaani tukitoka hapo tunakwenda kutafuta katiba mpya kilaini kabisa, kwa sababu hakuna mtu atakayepinga kwamba mbona mmesema serikali 2 au serikali 3, tayari tulishatatua huku. Mbona mmesema mabunge wasio mawaziri, tayari tulishakubaliana. Kwa sababu haya ni makundi yanawakilisha jamii, watafanya kazi ya kwenda kuelimisha jamii kwamba hii ndio mwelekeo tunapaswa kwenda nao. Kwa hiyo ndio kamati. Na tumesikia pia Rais Samia ambaye pia ni mgombea wa CCM akizungumza swala la maridhiano. Nadhani wote waandishi mmesikia kwamba siku 100 kutakuwa na muafaka. Sisi mtakumbuka tulikuwa tumependekeza. Sisi tulipenda sana muafaka usifanyike baada ya uchaguzi, ufanyike kabla ya uchaguzi. Kwa sababu tunapozidi kuchelewesha muafaka, unazidi kutengeneza ile sumu ya mpasuko, unazidi kuwa mkubwa. Nadhani mnaona kila siku. Sisi tulipendekeza muda mrefu sana hata kabla kuanza uchaguzi. Lakini bado tunaendelea kusisitiza kama inawezekana kamati hii ya muafaka iundwe hata kabla ya uchaguzi. Na kazi yake ianze mapema kabla hata uchaguzi. Ili baada ya uchaguzi iendelee kukamilisha kazi yake na baadaye ikabidhi sasa kwenye mchakato mwingine wa katiba ambao tunaupendekeza mambo yale ambayo tayari yameshalainishwa. Yaani sawa na vile watu wale ambao unajua ndege huwa anatafunia watoto wake chakula, nampa tu na meza. Sisi nadhani hii kamati hii ya maridhiano itatafuna na kulainisha chakula na kuja kukabidhi kwenye taasisi nyingine ambayo tunapendekeza ya kumalizia mchakato wa katiba. Kwa hiyo hii ndio taasisi ya kwanza au chombo cha kwanza kinapaswa kuundwa tunapoelekea swala la upatikanaji wa katiba mpya. Na itajibu majeraha mengi haya ambayo tunaendelea nao sasa hivi ya uchaguzi na mambo mengine wa viongozi wa siasa kuwa ndani. Hii kamati itakwenda kutoa mwelekeo namna ya kumaliza changamoto hizo. Sasa baada ya
ya hiyo kamati kinachofuata ni kukubaliana kazi nyingine ambayo pia tunasema kukubaliana namna ya kuisha mchakato. Kamati hii pia lazima ikubaliane, kwa sababu kamati ndio itakuwa pia inakuja kuamua tunarudije kwenye mchakato wa katiba. Kumbukeni mchakato wa katiba uliishia kwenye nini? Kwenye kupiga kura ya maoni, si ndio? Mkataba uliishia kwenye. Kwa hiyo kuna wengine wanaweza wakasema tuishie kwenye kupiga kura ya maoni. Ile Watanzania wengi walikuwa wanalikataa, si ndio? Kwa kweli hata sisi asasi za kiraia hatuoni kwamba tuchukue ile katiba pendekezwa tuende kwenye kura maoni. Hilo litaleta mkanganyiko mkubwa. Kwa hiyo consensus hii, kamati hii pia lazima itusaidie nchi kwamba tunarudije. Sasa sisi tumependekeza tunasaidia hiyo kamati kama itaundwa, namna ambavyo tunaweza tukarudi kwenye mchakato wa katiba.